Habari mtazamaji wa Mwananchi Digital, karibu katika exclusive interview. Mimi naitwa Elia Solomon. Leo hii tupo na Abdalla Masudi Kabaye, mchezaji wa KenGold ambaye ni kati ya injini ambao vipi ndugu yangu? Poa, anakuaje kaka? Kwema. Kwanza kunadi. Kati ya injini. Tupo, nashukuru Mungu. Ushakuwa mwandamizi niseme hapa Chamazi. Hii mitaa yangu hii unajua. Ni muda tu kwa sababu nimefika muda mrefu sasa hivi na miaka karibia 10 kama sikosei niko maeneo ya Chamazi. Kwa hiyo mwenyeji karibu sana. Na umekuwa hapa tangu ukiwa kwenye academy ya Azam? Haya ni maeneo ambayo mimi toka nimefika kwenye academy, ni maeneo ambayo ndio naishi na nikaamua kutafuta maeneo. Kwa hiyo maeneo ambayo nimeyazoea, pia nimeishi muda mrefu. Kwa hiyo ni nyumbani. Chamazi ni nyumbani. Wewe ni mtu wa hapa ama unatokea sehemu nyingine? Hapana, mimi sio mtu wa hapa. Mimi ni mtu wa kusini, kunatoka Mtwara. Yes. Umepata nafasi ya kuanza hapa ndio ukaona eneo ngoja nikae hapa. Kwa sababu nishazoea mazingira. Kwa hiyo nikaona sio mbaya kuendelea kuishi mazingira haya. Yes. Tuongelee msimu huu ukiwa na KenGold. Nafahamu kwamba timu yako imekuwa timu ya kwanza kushuka msimu huu. Vitu gani ambavyo havikuwa sawa? Kwanza nikizungumzia swala la kushuka kwa timu ya kwanza kushuka, binafsi kwanza sijisikii vizuri. Na pia kuna vitu ambavyo pia vilichangia mpaka timu kufikia kwenye hatua ya kushuka daraja mapema zaidi, kwa sababu ndio timu ya kwanza, ni ligi haijaisha, kuna mechi zimebaki lakini timu ishashuka. Kuna changamoto nyingi ambazo tulizipitia toka tunaanza msimu mpaka sasa hivi ambapo tumefikia. Ni changamoto ambazo kwa aina yote lazima ingekuwa hivi, kwa sababu ukiangalia tulivyoanza msimu tuanza vizuri, tulianza kwa kuchechemea kwa sababu tulifungwa mechi nyingi raundi ya kwanza, na pia kikosi chetu ambacho tulianza nacho raundi ya kwanza akikuwa imara hivyo, kwa sababu wachezaji wengi ambao walikuwepo kwenye timu ni wachezaji ambao kwanza walikuwa ndo first wanacheza ligi. Kwa hiyo walitaka kwanza waanze mazingira kwanza ya kujifunza kuizoea ligi. Kwa hiyo kile kitendo cha kwanza kujifunza ili kuizoea ligi, na kukutana timu ambazo tayari zina uzoefu, zina wachezaji wazoefu, kwa hiyo kidogo ilitoa kwetu ngumu. Tulijitahidi kupambana, lakini ndio hivyo, uzoefu pia ulichangia kutokupata matokeo raundi ya kwanza, lakini tunashukuru raundi ya pili kidogo kuna marekebisho yalifanyika, tukaona mwanga, lakini kutokana na raundi ya kwanza tuliteleza, kwa hiyo ikawa ngumu, mlima kwa mkubwa sana kwetu kuendelea kusogea juu. Msimu huu una asisi 3. Ni kiungo mkabaji ambao majukumu yako mengi sana ni kulinda, kuhakikisha kwamba defense inakuwa salama. Msimu huu kwako binafsi kwa namna gani kwa maana ya ushindani ukilinganisha na misimu kadhaa ambayo imepita nyuma? Ligi ni ngumu, ushindano umekuwa mkubwa kwenye msimu huu kwa sababu timu nyingi zilikuwa zimejiandaa vizuri. Kuna timu nyingi ambazo ziliwekeza, unaona ushindano umekuwa mkubwa tofauti na msimu uliopita. Kwa hiyo ligi ya Tanzania sasa hivi kila msimu unavozidi unavokuja ndio ushindano unavozidi kuongezeka. Kwa hiyo natarajia hata msimu ujao ligi itakuwa ngumu zaidi ya msimu huu. Yes. Umecheza michezo mikubwa karibu yote. KenGold dhidi ya Azam, KenGold dhidi ya Simba, KenGold dhidi ya Yanga. Mechi gani ambayo ilikuwa tafu? Mechi ambayo binafsi kati ya Simba, Yanga na Azam, mechi ambayo ilikuwa tafu ni mechi ambayo tulifungwa goli moja. Ilikuwa tuchezea Mbeya Sokoine mechi na Yanga. Mechi ilikuwa ngumu, mechi ilikuwa mzuri. Kwa wale ambao waliangalia ile mechi wanaweza wakakiri na hiki ambacho mimi nakiongea. Mechi ilikuwa nzuri. Tulicheza vizuri sana. Na hata ukiangalia ushindani, tulitoa ushindani mkubwa sana. Yanga wenyewe baada ya mechi kuisha walikubali kwamba mechi ilikuwa ngumu. Umecheza dhidi ya viungo au kuzungumza hapo Yanga kina Haucho, kina Muda ndugu yako ambao alikuwa na hapa Azam. Simba kina Ngoma au wanazungumzwa hao. Azam nao kuna watu wa maana kweli kweli. Ushindani na hao watu unaongeleaje na pengine mlipata time ya kuzungumza baada ya mechi? Hizo timu zote ambazo nimezitaja zina wachezaji wazuri hasa kwenye sehemu ya katikati. Ni wachezaji ambao wengi wao na quality kubwa, na wamecheza ligi muda mrefu, kwa naijua ligi na wanacheza vizuri.
ya ushindani ulikuwa mkubwa. Na siku zote huwa yani mimi niseme tu kwamba huu ni mpira. Kwa hiyo mnapoenda kucheza na Yanga, Simba, labda Azam na pia kuna na timu zingine. Pia kuna maandalizi kwa sababu kila mchezo unakuwa na maandalizi yake. Na pia mnakuwa mnaongea bwana tunaenda kukutana labda na Yanga, Simba au Azam. Kuna watu fulani pale katikati au kuna watu fulani yani wachezaji wao key player. Kwa hiyo mnaenda huko mnajua kabisa tunaenda kupambana na timu aina gani. Na kila mechi inakuwa na plani zake. Kwa hiyo ni timu ambazo zina wachezaji wazuri, ni wachezaji bora. Kwa hiyo mkienda pale lazima muende mkapambane nao ili muweze kupata matokeo. Yes. Tukio gani ambalo huwezi kulisahau kwa msimu huu ambalo pengine ulilifanya ama lilitokea kwenye mchezo ambao ulihusika? Tukio ambalo siwezi kulisahau ni mechi na Yanga tunafungwa goli 6 pale KMC pale Mwenge. Ni tukio ambalo sio kwangu lilikuwa so tukio zuri maana tulifungwa goli nyingi. Yes. Ndio kipigo kikubwa zaidi ambacho mkutana na msimu. Tulifungwa goli. Yes, ni kipigo ambacho ni kikubwa kufungwa msimu goli 6 na Yanga. Yes. Timu imeshuka na wewe mkataba wako na Ken Gold upo ukingoni. Tutegemee kukuona pengine ukipambania timu championship ama nini ambacho kinaweza kutokea? Ni mpira. Ni mpira mimi kazi yangu kwa hiyo lolote linaweza kutokea. Hizo kanuni nipo Ken Gold msimu ujao kwa sababu ni hata kama mkataba unaisha lakini wanaweza kaja tukakaa mezani tukaongea tukakubaliana. Naweza nikabaki Ken Gold au kaniona sehemu nyingine. Kwa hiyo kikubwa tuvute subira muda ukifika tutajua wapi nitaelekea. Kuna siku chache zilizopita ilitoka taarifa kwa maana ya uongozi wa Ken Gold uliamua kuwasimamisha baadhi ya wachezaji pamoja na kocha wa viungo Uhuru Suleiman. Nini ambacho kilitokea? Kwa sababu taarifa isema ni kwa sababu ya utovu wa nidhamu. Watu hawafahamu nini ambacho kilitokea. Ni kweli kuna baadhi ya wachezaji tumesimamishwa kwenye timu lakini hilo swali siwezi kuzungumza kwa sasa hivi au kwa sababu hata viongozi wenyewe hawajatoa ufafanuzi wa utovu wa nidhamu na utovu nidhamu gani ambao sisi tumeufanya. Kwa hiyo ni wenyewe viongozi ambao wanaweza kulifafanua hili swala na kuelezea watu kwamba bwana hao wamefanya kosa 1 2 3 au kosa fulani ndio maana tumewasimamisha, lakini wenyewe viongozi hawajatoka kuelezea au kufafanua kwamba wao wachezaji wamefanya makosa gani. Kwa hiyo mimi siwezi kuzungumzia kwa kweli. Wao ndo wanaweza kutoka kusema kwamba bwana hao wamefanya kitu fulani ndio maana tumewasimamisha. Kwa hiyo nikiwa nalizungumzia mimi nakuwa nakosea. Yaani ni wao ambao ndo wanaweza kulizungumzia. Na hisi ni swala la ndani zaidi ambalo viongozi wenyewe wanaweza kuliongelea. Umeiona Simba, umeiona Yanga, umecheza dhidi ya hizo timu. Unaona timu gani kati ya Simba au Yanga ina nafasi pengine ya kuchukua ubingwa msimu huu? Hiyo kwangu binafsi naona ni ngumu kusema timu gani inaweza kuchukua ubingwa kwa sababu ukiangalia Yanga, ukiangalia Simba ni timu ambazo msimu zote ziko vizuri na zinapambana na zinapata matokeo katika mechi zao. Kwa hiyo mimi swala Simba au Yanga nani atakuwa bingwa na acha niweke 50-50 kwa sababu tusubiri mwisho wa msimu. Kishafika mwisho wa msimu tutajua nani atakuwa bingwa. Hizo mechi ambazo zimebakia lakini naona ushindani ni mkubwa kati ya Simba na Yanga kwenda kupambania ubingwa. Yes. Umeiona Simba, bahati nzuri umezifuatia timu zote hizi. Mchezaji gani ambaye unatamani kupata nafasi ya kucheza naye kikosi kimoja kwenye eneo la kiungo pale? Simba na Yanga au timu zingine? Na timu zingine au kwenye sehemu ya kiungo ni wachezaji wengi sana ambao wamefanya vizuri msimu huu. Wamecheza vizuri. Kwa hiyo kwangu itakuwa ngumu kusema nani na nani kwa sababu ukiangalia hizo timu mfano Simba, Yanga na Azam kuna viungo ambao wamefanya vizuri. Mfano kimwangalia kufanya Azam pale Adolfu kafanya vizuri. Yaya kafanya vizuri kwenye kiungo. Kimwangalia ukienda Simba unakuta Ngoma, Kagoma nao wamefanya vizuri. Pia Yanga kuna kina Aucho, ukiangalia Maxi kina Muda nao pia wamefanya vizuri. Ila kwangu itakuwa ngumu kusema nani na nani lakini hao wote ndio wachezaji wazuri na pia kama utapata nafasi ya kucheza nao sawa kwa sababu ni wachezaji wazuri na ni bora. Yote kwa sababu ni wanacheza vizuri, wako vizuri yani. Yes. Tutoke eneo la uwanjani ambao tumelizungumzia kwa kirefu kidogo. Masudi ni mtu aina gani kwenye maisha ya kawaida? Masudi kwa humble sana.
ni mtu mcheshi, ni mtu ambaye anazungumza na kila mtu. Hivyo. Masudi watu wanafahamu kama ameoa? Naamini watu wengi wanafahamu kama nimeoa. Yes. Mna mke mmoja? Na mke mmoja. Nafasi ipo lakini. Mimi Muislamu. Kwa hiyo Uislamu tumeruhusiwa kwa wanawake wanne. Kwa hiyo mimi ni maamuzi. Huwezi kuanzisha vita tatu. Hii kutokana na mazingira, sio mazingira yetu, lakini kwa sasa hivi labda niseme tu kwa sasa hivi sifikiri kwamba eti kuongeza mke mwingine. Bado niko na mke wangu mpaka hapo. Mungu mwenyewe ndo anajua. Siwezi jua siku za mbele, lakini Mungu ndo mwenye maamuzi. Maisha ya mchezaji bwana, ni nadra kukaa nyumbani kwa muda mrefu, kwa maana ukaa na familia. Muda mwingi upo kempu, kama hivi ulikuwa uko Mbeya, umerudi mara inaweza katokea tena bado tukasikia uko Iringa au labda uko sehemu nyingine. Familia huwa unamisi familia kwa kiwango gani kwa maisha hayo ya kuzunguka huko na kule? Kweli kuna muda unakuwa unamisi familia kukaa nao mbali, kwa sababu familia, unajua familia ni kitu muhimu sana. Ni kitu muhimu sana katika maisha yetu tuseme. Kwa hiyo wakati mwingine unapokuwa mbali na familia kuna vitu unamisi. Kwa sababu ushamzoea labda mke wako, ushazoea labda watoto, ushazoea labda wazazi wako. Yes. Kwa hiyo kuna kipindi unakuwa unamisi yani kuwa karibu na mke wako, karibu na wazazi wako au watoto. Lakini haina jinsi, kwa sababu tayari ushakuwa upo kazini. Na kazi sina muda. Kwa hiyo unapambana, unajikaza bwana, namaliza kazi, kishamaliza kazi narudi nyumbani kuendelea kukaa na familia. Lakini kuna muda ni binafsi nakuwa namisi familia. Kama sio mpira pengine unaamini ungetoboa kwa njia zipi? Kama sio mpira nahisi ningekuwa mfanya biashara. Yes. Chinga boy. Ningekuwa mfanya biashara. So unajua tena kule kwetu tuna mikorosho. Kwa hiyo naweza ningeuza hata korosho. Yes, lakini ninaamini ningekuwa mfanya biashara. Ndoto zako umetimiza kwa kiwango gani mpaka sasa? Ukijilinganisha na kule ambapo ulianzia hapa ambapo ulipo. Kwanza nimshukuru Mungu kule ambako nimetoka na mpaka sasa hivi nilipofika. Kuna baadhi ya vitu vimebadilika katika maisha yangu. Japo sisemi kwamba nimefika, lakini kidogo nashukuru Mungu. Yaani maisha ambayo nilikuwa naishi mwanzo na sasa hivi ni tofauti kidogo. Kuna kitu kimeongezeka katika maisha yangu, japo sio kikubwa. Kwa hiyo ndoto zangu bado hazijatimia, naendelea kupambana ili niweze kukamilisha hizo ndoto zangu. Lakini kwa hapa nilipofikia naweza niseme tu namshukuru Mungu kwa hiki kidogo ambacho amenipa. Yes. Kwenye mpira kumekuwa na imani tofauti. Kila mtu ana kile ambacho anakiamini. Wewe umewahi kukutana na mazingira tatanishi kwenye mpira? Ukahusika ama ukaona hapa sio kawaida? Bado sijakuelewa mazingira yapi. Kuna imani nyingi kwenye mpira niseme hivyo. Kumekuwa na imani potofu muda mwingine. Yaani kwamba mambo ya ulonzi, si ndio, kulogana, si ndio? Hizo hayo mambo ni yapo, lakini kwangu mimi binafsi siwezi kuyapa kipaumbele. Mimi naamini Mungu. Mungu ndo mlinzi wangu na ndo kinga yangu. Kwa hiyo kila ninachokifanya huwa kwanza namshirikisha Mwenyezi Mungu. Yeye ndo kila kitu kwangu. Kwa sababu bila Mungu hakuna chochote. Na siwezi kuwa mimi bila Mungu. Mungu ndo kila kitu kwangu. Kwa hiyo hivyo vitu vingine ni imani tu ambazo binadamu tunazo, lakini hazichukui, yani kwangu mimi hazina nafasi. Kwa hiyo mimi kila ninachokifanya kwanza namshirikisha Mwenyezi Mungu, namtanguliza Mungu. Hiyo ndio kila kitu kwangu. Yupi ni kocha wako bora ambao unaamini ni kocha ambaye ulimwamini zaidi, ulimuelewa zaidi pengine kuliko makocha wengine na mbinu zake ni za hatari? Makocha ambao wamenifundisha wako wengi na pia ni makocha wazuri ambao nimekutana nao, lakini kwanza niulize swali kwamba toka nilipoanza niko mdogo au mpaka sasa hivi kwenye hili tangu kama mdogo? Kuna kocha wangu mmoja ambao yeye ndo kwanza kuniinua toka niko chini
nasoma kwa primary. Yuko Mtwara kwa sababu kuna kituo chetu kinaitwa Mtwara Kids. Ni kituo ambacho kimetoa wachezaji wengi. Kina Chirunda, ule Abdelmani Musa, kina Mwalimu Ponda, kina Tiba Joni. Ni wachezaji ambao wamepita hapo. Ni wachezaji wengi sana na wengi wamekuwa wanacheza ligi. Kwa kuna kocha mmoja amuita Francis Prosper. Huyo ni kocha ambaye amekuwa anaibua vipaji vingi sana pale Mtwara. Toka anachukua watoto, anawakuza, anasogeza juu. Ni kocha ambaye pia namshukuru kwa sababu yeye ndo akanionyesha mwanga mpaka kufika hapa. Lakini nishukuru pia kocha wangu mwingine. Wakati natoka Mtwara naingia Academy Azam. Ule ilikuwa ni kama msingi tu kidogo, lakini msingi mkubwa kabisa nimeupata kwenye Academy Azam chini ya kocha Vivek Kinaga yule Muhindi. Ndiye alikuwa kocha wetu. Yule sio niseme vipi, lakini ni kocha ambaye amenijenga mpaka kufikia Masudi huyu au Kabaye huyu unayemuona. Kuna vitu vingi sana kanipa na kanitengeneza mpaka kufika hapa. Kabaye sio jina lako. Tunakufahamu kama Abdalla Masudi. Kabaye hii imetokea wapi? Ile jina la Kabaye bwana, kuna bro wangu mmoja muita Bakari Mpakala. Bakari Mpakala alikuwa mchezaji. Ashacheza Villa Squad, Molo United kipindi hiko. Sana yeye ndo kanipa ile jina. Nakumbuka kuna kipindi Azam alinunua Molo United. Alinunua Molo United ikawa ile timu ya vijana. Molo United kipindi kile inacheza ilikuwa ligi ya mkoa, ligi daraja ya 3 kama sikose, ligi daraja 3 au la pili. Kwa hiyo Azam walichukua ile timu kwa ajili ya kuwasaidia vijana wale academy waende wakacheze ile ligi ili wapate ukomavu ili baadaye waweze kucheza labda timu zingine kubwa kama hivyo. Kwa hiyo ile Molo iliponunuliwa pia kulikuwa na baadhi ya wachezaji ambao walikuwepo kipindi hiko. Ndio wao kina Bakari Mpakala. Kwa hiyo ukachukulia baadhi ya wachezaji pale academy ukajumuisha na wengine kwa konda team. Kwa tunacheza ligi ya mkoa kama sikose. Kwa hiyo bro anamuita Bakari, kuna siku kanambia unajua Masudi wewe unacheza kama Kabaye. Kipindi hiko Kabaye unamjua alikuwa akachezea Newcastle. Akanambia ni unapocheza kama Yohani Kabaye. Kwa hiyo mimi sasa hivi nitakuwa nakuita tu Kabaye. Kwa hiyo ndo toka siku hiyo ilikuwa jina limekuwa. Kwa hiyo nikienda mazoezini kukutana nayo, nikikutana sehemu zingine Kabaye inakuaje? Kwa hiyo ndo hivyo, ndo jina lilivyokuwa limeanza. Mpira unalipa. Mpira unalipa. Ela yako ya kwanza kabisa unakumbuka ambao umeipata kwenye mpira. Yaani pesa yako ya kwanza kaenda mpira na pesa yako ya kwanza kabisa. Kama unakumbuka ilikuwa ni kiasi gani ulifanya nini? Pesa yangu ya kwanza kwenye mpira nakumbuka nilikuwa nimepata Azam. Kipindi hiko napandishwa. Nilipandishwa kutoka academy senior junior team kwenda senior. Mkataba wangu wa kwanza yani mkataba professional wa senior team. Ndo nilipata hela yangu ya kwanza kubwa ambayo unaweza kufanya kitu. Kwa hiyo mimi nilipopata tu ile hela yangu ya kwanza, kitu cha kwanza ukifanya nilinunua kiwanja. Na ndo hapa. Kwa hiyo ndo langu ya kwanza kuipata wakati nimesaini mkataba timu kubwa Azam. Kwa nilipopata nikaja kununua kiwanja. Ndo hapa nilipo sasa hivi. Situambie bwana vijana wahamasike. Bwana shilingi ngapi ulikunja wakati huo? Haikuwa hela kubwa sana, lakini nakumbuka kipindi kile ilikuwa milioni 20. Ndio langu ya kwanza kubwa kuipata kwa wakati huo. Mawenge hakuepo kweli? Lazima mawenge hayepo. Sasa ndio lako ya kwanza kubwa. Yaani acha kiacha hiyo, yani hata milioni 10 moja kushika, lakini unakuja kupewa kwa milioni 20 kwa tena kwa pamoja hiyo hapo hela yako. Unakosaje kuwa na wengi? Lazima utakuwa na wengi. Bi mkubwa mzee Mtwara kule. Walifurahi sana. Waliposikia bwana nimesaini, nimepandishwa timu kubwa na nikamwambia bwana nimepata kakiela kidogo hiki hapa. Kwa walifurahi sana. Akaona kumbe kijana sasa hivi mambo inakuwa poa. Kuna vijana ambao wana struggle na ndoto za kuja kuwa wachezaji mpira kwenye ngazi ambayo upo au na hata zaidi, na kuna wengine wanakutazama kama role model. Nini ambacho wanapaswa kufanya
ili waweze kufika ambapo ulipo au zaidi hapo? Mpira una shortcut bro. Mpira una shortcut. Yaani ukitaka kutimiza ndoto zako kwenye mpira ni kwanza ni nidhamu. Uwe na nidhamu, jitihada. Yes, iko kitu ambacho ni mchezaji ambacho naweza kumpa matunda. Kwa hiyo kikubwa ndio hivyo. Yaani ukiwa na nidhamu na ukiwa na jitihada. Yes. Kwa ni yani kikubwa kwamba watu waendelee kupambana tu, kuongeza jitihada basi na nidhamu. Naamini wataweza kufanikiwa. Yes. Tumalizie, nini ambacho unaweza kuambia mashabiki zako? Mashabiki wangu mimi naomba tuendelee kunisupport, pia waendelee kuniombea. Kwa sababu bado safari bado ni ndefu, kwa tunaendelea kupambana. Kwa hiyo wale ambao wote wananisupport, waendelee kunisupport ili niendelee kuwa vizuri zaidi. Na naendelea kupambana kwa ajili yao. Mtazamaji wa Mwananchi Digital, ni Abdalla Masud Kabaye, na hapa ambapo tunafikia nukta kwenye interview hii ni nyumbani kwake Chamazi, na hivi ndivyo namna ambavyo mpira unalipa. Kama ambavyo amesema, ukiweka jitihada na kufanya kile ambacho kinatakiwa kufanyika, basi unaweza kufika kule na hata kufanikisha yale ambayo unahitaji. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha interview hii, mimi naitwa Elia Solomon, niseme asante.